umesema kama sallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yani huwezi kumaliza swala bila kusema. Basi hii jambo imekuja wapi? Ipi hiyo? Allahumma salli ala Muhammad, imekuja wapi? Sawa, asante, shukran, Mungu akubariki. Mumefahamu swala lake huyo? Swala lake ametaka kujua ile salatu Ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidun. Ndipo hapo, ndipo. Hii ni hadithi sahihi, na hadithi yenyewe ni sahihi. Hata swala hii yaitwa salatul Ibrahimia, na ndio sigha ya swala ya mtume ilikuwa mzuri zaidi, kwa sababu imepokewa kwa mtume swalla sallam moja kwa moja hili. Lakini sasa wajua kwa nini ikaja sigha kama hini na ika nini ikawekwa ndani ya swala? Nabii Allah Ibrahimu ndio mtume peke yake aliyomwambia Mwenyezi Mungu, waja'alli lisana sidqin fil akhirin, nijalie na mimi niwe nitatajwa vizuri kwa watakaokuja mwisho. Mungu akamwambia utatajwa katika kila, hakuna swala hata kama haina tahiyatu, lakini utamswalia na utaleta swala kama hii. Maana hata swala ya janaiza takbira ya kwanza Allahu akbar utasoma Fatiha, takbira pili Allahu akbar utaleta swala ya Ibrahimia. Angalia Mungu alivyompenda Nabii Allah Ibrahim, akajalia aswaliwe pamoja swala maiti. Wewe pia mswali ala Ibrahim ala Ibrahim, wewe uko na Ibrahim tu, wengine hawakuomba. Umefahamu ha? Umefahamu vipi? Hii ni ombi Mwenyezi Mungu amelitakabali la Nabii Allah Ibrahim, kwamba aliomba apate kutajwa. Mwenyezi Mungu akamchagulia kwamba wewe hutotajwa tu hivi hivi, bali utatajwa katika kila swala. Kila swala utatajwa wewe, utakuwa ukitajwa. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Hakuna kitu kizuri kama kutajwa sehemu nzuri. Mungu akamjalia hakuna sehemu nzuri utakao kutajwa kama kutajwa ndani ya swala. Ndio tukawa tumeambiwa, Mtume swalla sallam akatuambia tuswali kwa sigha ya Ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammad, lakini sisi usema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahima. Heshima yetu. Si leo kuna watu, mtu tu akishakuwa mheshimiwa usema honorable. Kwani babake alimuita honorable? Lakini wewe utamuita hata we mwenyewe mtu akikuuliza jina lako we nani? Na mimi Faisal. Lakini mwanao hawezi kusema huyu ni Faisal, atasema huyu ni nani? Baba Faisal, au sio? Rahim si ndio mtoto wako kuita baba? Lakini wewe mwenyewe ukijielezea usema mimi babake naitwa Rahim, mimi naitwa Izuddin. Lakini mwanao hawezi kusema huyu ni Izuddin, anasema huyu babangu Izuddin. Sasa wewe peke yake mtume aweza kusema hivyo huyu ni Muhammad? Wajua maana mimi nimewahi kueleza, lakini wateni niwape tena kwa faida. Kwa nini mtume hakusema Allah? Manake wao hukupa hoja nzuri. Lakini mtume hakusema Allahumma salli ala sayyidina. Wajua wewe ukinena Allahumma salli ala sayyidina, yani mtume amwambia Mungu sema Mola mswalie sayyidina bwana. Mtume kwa Mungu bwana. Ule waziri akija hapa akijitambulisha atasemaje? Ama minister, si ndio? Lakini akiwa mbele ya rais hujitaja kwamba yeye waziri? Kwa sababu hakuna cheo mbele ya aliyokuwa na cheo zaidi Sasa ingine wewe mwaweza kuwa nikiji mwalimu tu, pengine mwanafunzi umewekwa kusomesha, lakini akija walimu utasema mimi mwalimu fulani, utasema mimi pia ni student, lakini nimewekwa kuwasimamia hao. Sasa mtume amwambia Mwenyezi Mungu mswalie Muhammad, manake mimi kwako wewe ni Muhammad tu, lakini yeye kwetu sisi ni nani? Au ni Muhammad tu kwako wewe? Chagua. Mimi kwangu si Muhammad, kwangu ni Sayyidina. Yeye kwa Mungu si Sayyid, yeye kwa Mungu ni nani? Ni Muhammad. Ndio akamwambia Allahumma salli ala Muhammad, kwa sababu yeye amwambia nani?
lakini sisi twamtaja yeye kwa Mungu. Yeye mtume kwetu sisi ni nani? Sayyidina. Wenye wivu wajinyonge kabisa. Haiwezekani, haikuna heshima. Mimi siwezi heshima yangu kumtaja Muhammad bila Sayyidina. Na kama swala itafundika, na ifundike kila siku kwa kujilia kumheshimu mtume. Swala gani ikiwa mimi sitakuwa na heshima? Sisemi yule asosema Sayyidina hana heshima, lakini yule anaona heshima yake ni kusema vile vile, ni kutukua lile neno alilolisema mtume vile vile. Yani ni kama mtu aseme, kuna watoto mwambie usinite, kuna wazazi humwambia usinite baba, niite vivi. Ni hamjawahi kusikia watu huita mababa zao jina vile vile? Hamjawahi? Ukimuuliza kwambia amistaki mambo kuitwa baba kufanywa mtu mzima. Wewe vipi? Basi mmoja kila mmoja. Mwenyezi Mungu atatupa kila la kheri. La ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha